Kuna mzee mmoja aliwahi kutushirikisha sisi kama wajukuu zake, na mimi nikiwemo. Alitushirikisha vitu vitatu ambavyo ni muhimu sana katika maisha. Maisha ya mwanadamu yamejaliwa changamoto kadha wa kadha, lakini changamoto tatu muhimu ambazo kama mwanadamu ni vizuri kuhakikisha, yani jitahidi kadri uwezavyo ili uweze kuzishinda. Changamoto ya kwanza ni hipi? Changamoto ya kwanza ni jaribu la muda. Na alizungumzia kuhusiana na ule wakati ambao unatamani kupata kitu alafu haukipati. Ule wakati wa kuvumilia. Kwa sababu unaweza kuwa na ndoto ni jambo moja, lakini kuamka ukaliona au ile ndoto ikatoka kwenye kuwa idea ikawa kitu kinachoonekana kwa macho au kinachoshikika ni jambo lingine. Kwa hiyo watu wengi wanapoteza mwelekeo hapo katikati, kutoka kuitoa idea kichwani mpaka kuileta katika namna ya kuonekana. Kwa hiyo hilo ni jaribu la kwanza, jitahidi ulishinde. Jaribu la pili ni jaribu la kubaki peke yako kwenye maisha, kwa sababu mnaweza mkawa wengi, mkajadiliana vitu vingi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda watu wakawa wanapungua, wanapukutika mpaka ukajikuta huko wewe mwenyewe. Mnaweza mkasema bwana sisi tunafungua kampuni pamoja, lakini baada ya muda fulani unaona watu hawapokei simu, hawaji kwenye vikao, hawakupi ushirikiano, unasimama wewe kama wewe. Watu wengi wakijikuta wao wako peke yao, wanahisi mambo yameisha, maisha yashakuwa magumu na haiwezekani tena. Kwa hiyo sisi bwana mzee wetu alitukumbusha ya kwamba hakikisha kwenye maisha hata ukibaki peke yako, lile ambalo umekusudia hakikisha linafika mpaka mwisho. Jambo la tatu na la mwisho kwenye maisha ambao ni vizuri jaribu hili ni vizuri ukaweza kulihimili, ni jaribu la kukubali kuwa watu wamekuzidi, kwa sababu hauwezi ukawa bora kwenye kila kitu. Ili uishi kwa amani, ili upate nguvu za kuendelea kupambana, kuchakalika, kupiga hatua nyingine, lazima ukubali kuna mahali watu wamekuzidi, kifedha, kiumri, kitaaluma, kiuwezo, kimaisha. Ukishakubali hicho kitu, itakupa nafasi ya kuheshimu waliokuzidi, wa kuheshimu waliokuwa chini yako. Kwa hiyo watu waliokuzidi hawazuii wewe kuwa na furaha. Taratibu ukiwa unatembea utafika ilivyo salama. Huyo ni mzee wetu, na hiyo nikaamua mimi bwana niitumie kama motisha siku hii ya leo. Shinda jaribu la muda, lakini kubali kubaki peke yako na kubali kwamba watu wamekuzidi.